wangu, ni kaka yangu, niseme maneno machache kabla sijasema neno la Mungu. Kwanza ni shukrani kwa maana haya ni upendeleo pia kupewa kuanzisha kitu. To be a pioneer, it's to be faithful. Naamini kwamba kitu kikubwa kwa ajili ya kanisa kinakwenda kuzaliwa kutokea kwenye hili. Jambo la pili ni shukrani tena kwa kuchagua kufanyia ibada hii moja. Biblia inasema ni vizuri kama ninyi miguu yao wanaobeba habari njema. Ninamshukuru Mungu kuwa kila mwanaume aliyekuwa hapa pamoja na kila mwanamke aliyekuwa hapa leo amebeba habari njema ndani yake. Na Jumapili ijayo au kuanzia kesho kwenye ushirika mambo yatakuwa mazuri sana. Yaani kila kanisa vitu vitakuwa vinaenda kwa wepesi sana. Asante sana kwa ajili ya hiyo. Na jambo la tatu kwenye hilo, shukrani pia kwa nafasi na wajibu kupewa heshima ya kusimama mbele ya watu wakuu kama hawa ni kupewa upendeleo. I'm very grateful. I'm so humbled. Jambo la nne, kabla sijaingia kwenye utumishi wa neno la Mungu, ni ombi langu. Naomba mweke ile picha ya siku ya leo kwenye skrini, ilikuwa naona inapita. Mheshimiwa Mkuu wa Jimbo, nikuombe basi tuwe wawili hivyo walivyotuweka. Naomba mpatie Mkuu wa Jimbo naipi. Ninapoendelea tutafanya some kind of a collab. Ukiona chochote cha kuachilia wewe nyanyuka, ukinyanyuka mimi nitasimama kule. Amen. Alafu naachia kile ambacho namna hiyo. Ndio na watumishi wa Mungu, na sababu ya kuwaita hivyo kwa kuwa ndivyo mlivyo ninyi pamoja na mimi. Tumekusanyika kama alivyosema kiongozi wetu, ni kwa ajili ya kuasisi mpango ambao utakuwa endelevu wa kumwabudu Mungu katika upekee wetu hivi tulivyo. Hatujakusanyika kuanzisha chama wala hatujakusanyika kuanzisha kikundi, hatujakusanyika kuanzisha mtazamo au falsafa fulani, hatujakusanyika leo labda kuanzisha namna fulani ya harakati fulani. Hakika yake mambo hayapo katika sura hii. Kilichotukusanya ni kutafakari sisi ni nani kibibilia. Unapoongelea mwanaume, anaweza kaelezewa kisiasa, anaweza kaelezewa kwenye mtazamo wa kiuchumi, anaweza kaelezewa kwenye mtazamo wa kisaikolojia, anaweza kaelezewa kwenye mtazamo wa kijamii, na kila maelezo yatakayotolewa na kila kata yatakuwa maelezo sahihi na rasmi kuhusu mwanaume. But tunachofanya leo ni kutazama mwanaume kutoka kwenye mtazamo wa kiroho. Looking at a man from a spiritual perspective. That is the reason for which we are here, and that is exactly what we are going to be doing. Bwana asifiwe sana. Mtanisaidia, nina shida kwa maelezo haya. Nimezoea kusema makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Lakini sasa wanaume labda watu wachache Mungu ameleta katikati yetu ili wawe wanasaidia kupiga na yule. Lakini kwa kukimbizana na muda ni